Kwa jina la Yesu. Mungu wangu. Wewe Janeti wewe. Kwa nini unapasua nazi tena unapasulia ndani? Vipi hapa? Ni nini hicho kipapasuka? Beni, yani nilikuwa natembea hapa, kwa bahati mbaya nimejikwaa, nazi imeanguka chini imepasuka. Wewe Janeti wewe. Hiyo nazi imepasuka yenyewe au umeipasua wewe? Wewe Farida wewe. Yaani mimi nimejikwaa, nazi imeanguka, bahati mbaya imepasuka. Halafu unaanza kuongea. Mbona upendi amani yangu wewe binti? Janeti acha uongo. Sema ukweli, nazi umeipasua. Shemeji, huyu amepasua, nazi haijadondoka yenyewe. Wewe Janeti wewe. Hebu tuambie nazi imepasukaje bana? Vipi? Beni, mimi sijapasua nazi. Nilichogundua tu humu ndani huyu binti hapendi amani yangu. Yaani anatamani leo kesho niondoke. Alafu na hii nazi ndio nilikuwa nimechukua kwa ajili ya kwenda kuikuna, nije niungie mboga. Wewe Janeti wewe, hebu acha uongo basi. Kwani unashindwa kusema ukweli kama umepasua nazi? Farida, hivi unavyosema mimi nimepasua nazi una maana gani wewe? Au unataka kumaanisha nini, labda tukuelewe sasa? Wewe nani? Vipi? Mnanichanganya sasa. Yaani mnanichanganya. Nisikilizeni vizuri. Wewe Janeti tumesema hiyo nazi ni kwa ajili ya kuungia mboga? Ndiyo. Sasa mnachogombania ni kipi? Si uende ndani ukachukue pesa nyingine ununue nazi tule sisi. Vipi? Huyu mgomvi. Watu tuna mambo yetu, mnapiga makelele humu ndani. Mnanichanganya, mnanikwaza bana. Ujeni. Vipi tena? Mbona tena nyuma ya nyumba rafiki yangu, afu ile kilio kingi, ile machozi? Shida nini mamangu? Mbona kama vile leo unajidhalilisha na unajaibisha yani? Afu dakika za mwisho mpaka sasa hivi muda ushaenda, afu hujavaa wala nini? Vipi kuhusu hiyo safari? Au ndio ushagaili bi mzuri atuelewi? Maana unatoa ile kilio kingi. Kuna msiba au? Nguo zangu. Nguo zako? Nguo zimefanya nini tena? Kwa nguo tu zinakufanya mpaka unalia. Mbona kwa kama mtoto, hebu kwanza nielekeze vizuri, nguo zimefanya nini? Kiti, mimi nilikuwa nimejiandaa vizuri kabisa. Nguo nilikuwa nimeshaziandaa, nimezinyoosha, nimezipasi vizuri, ili hata tukienda kwenye hiyo sherehe na mimi nionekane nimependeza. Lakini niliziweka tu sebleni juu ya kochi. Nimeingia tu ndani ili nipake mafuta. Eti natoka kuzivaa, sizikuti. Kibaya zaidi nimeenda kuzitafuta hadi nje. Eti nikazikuta ziko kwenye beseni la maji. Na kibaya zaidi zimewekewa hadi mchanga. Kiti, mimi inaniuma. Najiuliza nimefanya nini kibaya mpaka nastahili kufanywa haya yote? Hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo unataka kuniambia nguo ambazo ungebidi uzivae huko kwenye shughuli ambayo tulikuwa tunaenda ndio zimechafuliwa? Na huyo ni mtu gani mwenye ujasiri wa kutoka huko alikotoka mpaka ingie ndichi yani ndani kwenu kwenye kochi, hachukue nguo, hatoke nje, hazichafue? Ni nani huyo? Kiti, humu ndani sisi tuko hawa wawili tu. Unamaanisha nini? Jeni, hivi ujue una roho ya ajabu sana. Nimekaa muda mrefu ndani nasikia kila unachokiongea. Indumala jako ajikisa kuogoka fijo bati. Utengaja bulo. Utengaja ni ndubola ja bugogi. Inongo isi kurumanya ngasia gani. Ngubulie kufuma litaso koti one ngabomba isio. Loli ukolelile tolo ukolelile okoti one mbombie boisu. Jeni, toka muda nimekuambia kwamba hizo nguo zako mimi sijazifanya chochote. Na isitoshe mimi nimefika hapo nimekuta wewe unajiliza, sijui umeinama hapo nguo zako zimechafuliwa. Yaani saizi umekaa hapo mtu anakuja tunaanza kujiliza. Ni yako nionekane mbaya huko ndani. Nionekana kufanyia mambo ambayo upendi. Sipendi hiyo tabia Jeni. Hebu kwanza wewe. Kuwa na heshima bwana. Kuwa na heshima kabisa kicha wangu. Mimi hapa nilipo mwanangu ni chakula mavi afu akili ipo hange. Akili mwanangu inatawala ni inarukaruka uko mbugani. Unatoka ulikotoka, una salamu, una taarifa yoyote, unakuja hapa afu unaanza kuongea mbovu. Unakuja unawakalia watu kwa mbele. Wewe nani kwenye nchi hii mjomba? Afu labda nikwambie kitu kimoja Ndege. Sawa?
kuwa na heshima. Heshima, kuwa na mipaka yako. Sio unafika tu kutoka pia unakuja hapa nitakuwa kali watu kwa mbele unaanza kuleta tena mipaka yako. Jiheshimu bwana. Alafu labda nikuulize kitu kimoja. Wewe umeona hapa kuna mtu amekutagi au amekumention mwanangu? Au madondosha comment afu kaandika kwanza kutoka Kenya. Kuna mtu yule akaja pale akatia like akatia kopa mwanangu ile akaonelea kopa ile dole. Alafu je mimi naona sana afu je kila siku mimi nakuunganishia doti tu. Wande utakanyaga kwenye 18 zangu afu nitakutoa meno ya mbele hayo. Kwa sababu kuna shamba kibao shataka ufyuzu afu nikafyuzua. Zingatia ngo zako kwanza, sio unakuja tu unavamia kambi, nitamoyo utapigwa hata mjio wa kichwa ufe. Vipi wewe? Jamani, hasa kisichoeleweka hapo nini? Mtu kashasema mndani tupo wawili. Aya, alikuwa anaenda wapi? Kama sio kunitaja mimi ndo nimeharibu hizo nguo zake nimezitilia mchanga. Jeni, alafu nawe nadhani yani picha nzima umeiona. Na kipindi mimi hizo nguo zako sijui zinachafuliwa, nguo zako umeziandaa, mimi sikuepo. Au mwenzangu ulinikuta hapo nje nazitilia hizo nguo zako uchafu kanikuta na huo ushahidi. Sipendi hizo tabia kabisa unazofanya nisije nikaonekana mimi ni mbaya kwako. Kindege, mimi nimeshakubaliana na wewe. Wewe ulikataa kwamba hujafanya hilo kosa. Haya, nimeshakubali. Unaweza kutupisha ili tuongee sisi wawili. Kolonda nsoke. Munjobe muno muiganile. Sawa. Kichi, unaruhusiwa kusikiza kila neno atakalotamka. Lakini uruhusiwi kuamini kila neno analolitoa kwenye mdomo wake. Huyu binti ni mwongo sana siku hizi. Tika bwana unanifundisha mimi maisha au na mimi mtoto mdogo mimi sijui mbaya na mbichi au vipi? Wewe vipi mwanangu unakuja hapa naongea kilugha unifanya wewe ndio ile swim Thailand swim China. Wewe mimi na tano siuzi meno mimi. Sasa sikia hesabu mzuri. Hapo wenyewe unakaa unajua unajicholesha afu ule mtoto mdogo mimi nishamtolea namba ujue. Au zakaita kabisa makuzi anakuja rafiki yangu anachafua nguo dakika za mwisho nitakuleta tena ndombolo ya stolo. Hapo wenyewe unajua unajicholesha. Kwa vipi kwanza kuhusu safari tunaenda ule dakika za mwisho mdudu chavi kaingia kwenye mboga ya familia. Mimi hata kwenye hiyo sherehe yenyewe naona siwezi enda tena. Da. Sema sio kesi. Wewe kama uende bi mzuri. Na mimi siwezi kwenda nini mwanangu. Kwa sababu naona shule yenyewe ishaingiliwa kimavi. Afu kimavi chenyewe mwanangu kimavi sio cha mdudu fungo. Kikijambia kule mwanangu kinanuka mpaka huko mwanangu. Sema nini? So swala. Kama vipi hapa tutoke mguu wako mguu wangu. Tuingie hata maskani hata tupige story angalau hata leo tu refresh ubongo. Hapana Kichi, mimi hata huko nyumbani siwezi nikaenda. Kwa sababu kichwa changu hakiko sawa, najisikia vibaya. Naomba tu nipumzike. Da. Sema so swala kama ndo hivyo. Sema nini? Usilie basi njoo. Njoo basi mbili kimo wangu basi. Da. Nasema nawe unadeka kinoma nyamaza basi sawa. Sawa mamangu nyamaza. Sema watu wengine kama wakuishi nao kwa akili. Alafu kitu kingine unajua wewe una taaluma kubwa mamangu. Kwa hiyo unapokuwa unakaa kama hivi dakika za mwisho unakuwa unajicholesha. Watu wanashangaa madam analia kwa na kuanza zesheni. Ante moja ile muungwana huwa analia moyoni, ali usoni. Sawa mamangu? Sawa. Ya, sema sasa kutoka na upo sawa. Itabidi hapo uingie ndani ulale sawa? Ili hasira zishuke. Sawa, utakuwa sawa? Sawa. Nakukunda chane. Nakupenda. Asante. Usilie basi. Da, anadeka huyu naye. Karibu maji. Chukua. Samani. Naweza nikakaa na wewe hapo?
Beni, hivi kwani mimi nina kasoro gani jamani? Eti au kuna kitu gani labda ambacho aga nakifanya kila siku ambacho kinakukwaza na utaki kusema? Mbona mimi ni mwanamke mzuri tu na ninafaa kabisa kuolewa na kuvishwa pete kabisa, yani mke halali kabisa wa ndoa, lakini wewe hauna imani na mimi hata kidogo, yani kama nafosi tu hapa nyumbani kwako. Halafu nadhani unakumbuka vizuri kabisa aliyosema mwanasheria. Alisema kama unataka mimi niondoke hapa nyumbani kwako, itabidi unipe 3/4 ya mali zako. Kwa maana hiyo ni 85%. Na utabaki na 15%. Na mimi sitaki yote hayo yatokee. Beni, mimi nataka tuishi pamoja. Nataka tuishi kama zamani. Unipende kama zamani. Yani ili mradi tu tuishi yale maisha yetu na tulee mtoto wetu. Ikiwezekana tuongeze na watoto wengine. Kwani wewe hujamisi chochote kuhusu chuo? Janet, tafadhali naomba usinikumbushe chochote kuhusu chuoni, kwa sababu hiyo ndo moment ambayo huwa sitaki kabisa kuikumbuka. Tafadhali naomba niache. Okay. Anyway, but siku ukiwa tayari, mimi nipo na kusubiri. Madam Jenita, mbona mimi sikuelewi? Tangia tuko tunatoka shuleni upo da, una matatizo gani? Madam Leticia, yani sasa hivi napitia changamoto nyingi sana mpaka sijielewi, yani nina stress muda wote. Una changamoto? Una changamoto gani tena? Ni vitu personal, lakini kwa sababu umeshakuwa rafiki yangu, mtu wangu wa karibu, inabidi tu nikwambie. Yeah, we niambie tu. Mimi nadhani naweza nikakusaidia hata mawazo. Ni kuhusiana na pale ninapoishi. Pale naishi na mtoto wa mjomba na pale ni nyumbani kwa mjomba. Sasa, unajua mwanzoni tulikuwa tunaelewana vizuri, tunaongea vizuri na tulikuwa tunaelewana. Lakini ilitokea ile siku nakuja, nilikutana na kijana mmoja ambaye alikuwa na mazoea. Anakuja pale nyumbani, wanasalimiana na wewe mtoto wa mjomba. Ila sasa huyo kijana siku moja akanigonga njiani, nikaumia mguu. Kwa kuwa nilikuwa siwezi kutembea, akanibeba mgongoni, akanipeleka paka pale nyumbani. Sasa huyo binti akupenda vile, akaja kuniambia yule kijana sio mtu mzuri kabisa, ana tabia mbaya, ana vikundi vya wahuni, akanisihi kabisa niachane naye. Sasa ikatokea siku moja mamake akaumwa, yeye akaenda kumuuguza. Mimi nilipobaki pale nilifuatilia. Sasa nikaja kugundua yule kijana hana kabisa hizo tabia. Nikahisi tu alikuwa anamsingizia. Kwa sababu mimi nilikuwa karibu naye yule kijana mpaka nikawa rafiki yake kabisa wa karibu. Ila sasa alivyorudi yule binti pale nyumbani, akakuta ule ukaribu wa mimi na yule kijana, hakupenda. Akaendelea kuniambia yale maneno. Sasa mimi najiuliza, kwa nini alivyorudi ndo kabadilika sana tofauti na zamani? Siku hizi ananitukana matusi mazito madam. Yaani mpaka sielewi kwa nini. Ananitukana mpaka yani najisikia vibaya, natamani hata nitoke pale nikapange. Au huyo kijana na huyo binti wana mahusiano? Hapana, hawana mahusiano yoyote. Wao wana ukaribu tu wa kusalimiana kama majirani. Pole sana Madam Jenita kwa changamoto unayopitia kwa sasa. Sema unajua hii ni hatari sana. Kwa sababu unagombana na mtu na hujui shida ni nini. Haujui umemkosea wapi. Kitu ambacho mimi naweza nikakushauri, naomba umfuate tu kiustaarabu. Uongee naye vizuri kwa kina, umuulize umemkosea wapi.
Kama inawezekana muombe msamaha kwa sababu kugombana sio vizuri. Nyie ni ndugu unajua. Madam Leticia, haya yote mimi nimeshayafanya. Nishaongea naye sana lakini tunaishia tu kugombana. Hatuelewani. Pole sana madam kwa changamoto ambayo unaipitia. Sema mimi nikushauri tena. Inabidi umfuate kwa mara ya pili uongee naye. Wewe nenda kamuulize shida ni nini. Mimi nadhani atakwambia. Na kama kuna kitu ambacho kinawafanya nyie mgombane, kama inawezekana wewe muachie kwa sababu kama mnagombana sio vizuri. Nimwachie? Nimwachie nini tena? Umwachie hicho ambacho kinawafanya mgombane kila siku. Unajua madam, hapa duniani kila mtu ana uelewa wake. Afu ugomvi sio mzuri. Nyie ni ndugu, mnatakiwa muishi kwa amani. Sawa? Basi sawa madam. Basi asante kwa kunielewa. Pia punguza mawazo. Sawa, usijali. Twende. Hey. Excuse me, bro. I might be wrong, but you look so familiar. Have we met before? Yeah. So what's wrong? I was just passing around, but nilikuwa nimekuona nikahisi na kufahamu. Nilivyokufananisha nikabidi nije kukusalimia. Basi dole mwanangu hapo wenyewe haina mbaya nini kichaa wangu. Mimi nipo katika harakati zangu, nimetulia, nimepoa, si unajua zile. Okay. Lakini unaonekana kama huko sawa hivi. Nini tatizo? Mwanangu, si unajua mimi wa kiume kwa time moja lazima nisiwe sawa kwa sababu nipo hapa kitambo afu kuna mtu namsikilizia naona kama vile ile ananichomesha mahindi afu sokoni, si unajua zile. Kwa ndo maana leo nimepagawa yani sieleweki mwanangu, yani ile nimechangamka kama cheche. Sawa, kama unasema huko sawa hamna neno. Kaka Chinji. Dr. Kanoni. Habari yako? Salama, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, sijui wewe. Mimi namshukuru Mungu, mimi ni buheri wa afya. Mungu anasaidia. Sawa. Vipi na mshikaji wangu, mbona hapa tena kichaa wangu? Kaka, nilikuwa nakuja kule nyumbani. Sema bahati nzuri nimepita hii njia na nimekukuta hapa. Kwa hiyo ningesema nipite njia nyingine, ningekuta kule mlango umefunga. Nilivyokuona hapa nikasema bora kabisa, naomba funguo niende nyumbani. Ya, mimi nimesema umecheza kama Pele, maana ungeingia ovyo ovyo pale usingenibumia kabisa. Kwa sababu ule mtoto kipuli master ule kaenda suku msalimia faza yake, sio ameenda kuyajenga suku kwenda kuongea. Kwa pale leo nimefanya tu kurudishia goli ile na nikatia logi kabisa. Yaani usingepita hapa. Basi ilikuwa mida mibovu ndo nilikuwa natia ndala pale Uswahilini. Sema ngoja nikugea makiki cha wangu. Soswa. Bro, naona sister yako kafika. Wacha mimi nitoke niwaache muendelee mazungumzo mengine. Na naona hii ni faraga yenu sasa hivi niwaachie uwanja. Tutaonana wakati mwingine. Basi dole hapo wenyewe haina mbaya, askari jela, askari wa kikoloni. Baadaye. Watu wako unajuana nao mwenyewe. Sema nini, kwa makini, funguo ukipoteza mimi nitabomoa mlango unajua. Kanoni. Wewe vipi? Mbona nitaita? Una shida gani labda? Kwani wewe mwenzangu vipi? Au mwenzangu na majini labda? Kwa sababu tumetoka kuongea vizuri sasa hivi hata dakika 15 hazijaisha, afa sasa hivi umebadilika, maana yake ni? Hivi Farida, ulitegemea mimi mbele ya kaka yako nikasirike nikununie? Hii tumuonyeshe picha gani? Tumuonyeshe picha gani? Yaani tumuonyeshe kwamba mimi na wewe tulikuwa tunadanganyana ama? Kwa hiyo wewe
tukiwa mbele za watu unaongea na mimi vizuri kwa kuniektia, si ndio? Alafu tukiwa wawili kama hivi unanikasirikia, unaninunia kabisa, tena unanivimbia, si ndio? Hebu bwana Kanoni nisikilize. Mimi nimeshakuomba msamaha na kila nikikutana na wewe nazidi tu kukuomba msamaha. Bwana naomba unisamee mwenzako. Alafu pia nilikwambia siturudie tena kukununia kwa sababu mwanzo nilikununia maana kakaangu alikuwa amepotea, pia mtoto wa dadangu alikuwa na yeye amepotea. Kwa sasa hivi wameshapatikana hapo, niko sawa. Siturudie tena kukununia, nisamee basi. Unajua Farida, kuna vitu wewe unavifanya kwenye maisha yako haujali kabisa maumivu ya watu wengine. Kwa hiyo binafsi mimi nilichagua njia moja tu, jinsi ambavyo nataka wewe tuishi. Na ndio maana nilikuwa nimechagua tuishi hivyo hivyo. Lakini kama umeamua kubadilika na kweli utabadilika, niko tayari kukusamehe. Nitakusamehe kama utabadilika na uniahidi kama unabadilika kweli. Mimi nimebadilika, sitokununia tena. Serious? Kama uko tayari kubadilika, niko tayari pia kukusamehe. Ila nategemea badiliko kutoka kwako. Kwani umenisamehe? Yeah, nimekusamehe. Huyu wa sasa hivi akinacha nimekwisha masela. Sana waza nipige simu moja kijijini kwa bibi amtengeneze. Ananikorokochoa akili kajaza maujinga. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda kule nyumbani kwetu. Kuna shughuli unaenda kufanya? Kuna kitu nilikuwa naenda kupata kwenye begi langu. Okay. Kwa kuwa mimi mwenyewe nilikuwa na ratiba za kutoka nahisi kwa kuwa tuko pamoja, naomba nikusindikize basi. Sawa. Naogopa watamroga, najua hayawahusu ila kuna pisi ndo maana nampenda, ndo maana nampenda. Sofia, mimi nahisi kabisa kuna kitu kinaendelea ambacho hakiko sawa. Ni kitu gani Janeti? Nahisi Farida anafanya kitu kwa siri siri. Yaani nahisi kabisa kuna kitu ambacho anakifanya kisiri siri, mtu yoyote asijue pale nyumbani. Tena hicho kitu kinanilenga sana mimi. Unajua leo nilikuwa nimekaa pale nyumbani. Nimekaa kwa muda mrefu sana. Nilikuwa peke yangu. Katoka mtoto shule, kaja akamchukua kisiri siri bila mtu yoyote kujua. Na hajampatia hata chakula, kaondoka naye. Kitu ambacho nakihisi hapa, nahisi alikuwa amemchukua mtoto na kwenda naye sehemu kwa huyo mtu ambaye anajadiliana naye, kwenda kumuuliza maswali kuhusu kupotea kwake. Na huyo mtu bado sijamjua ni nani, kati ya Leticia au Kanoni. Kati ya hao watu wawili sijajua yupi ni yupi, ila nahisi kabisa kwa 100% au 85% Farida ananifuatilia. Maana nilivyokutana naye pale barabarani juu pale, kashtuka sana kuniona. Yaani hajategemea kuniona kwa sababu alikuwa amemshika mtoto na isitoshe kaondoka nyumbani bila taarifa ya mtu yoyote. Ni ishara tosha kabisa ya yeye kuonyesha kuwa kuna kitu anakifanya ambacho hataki mimi nikijue. Yaani ananishambulia kisirisiri. Hiyo ni hatari. Lakini Janeti, hata usiwe na wasiwasi kwa sababu umeshajua kwamba wanakufuatilia. Kwa sasa hivi inabidi umtengenezee mazingira aje upande wako. Yaani unachotakiwa hapo ni kumwaga mchele, aje kwenye mfumo mdogo mdogo, na atakapobahatika tu kukamatwa tunamuua hapo hapo, hatuna cha kusubiria. Kwa sababu tukikaa tunawatunza hakuna hata faida yake. Kikubwa tu atakapokamatika tunamalizana naye kimya kimya. Yeah, fact. Hiyo ni nzuri. Hiyo umeongea point sana. Kwa sababu watu wenyewe tumekuwa tukiwakamata, wanaishia kututoroka tu bila kukamilisha mipango yetu. Kwa hiyo mtu yoyote sasa hivi ambaye ataingia kwenye 18 anatakiwa kuuawa. Tunamwaga ubongo. Halafu sio hivyo tu. Unajua nini? Hapa kitu ambacho nakifikiria. Nataka nitengeneze bonge moja la triki ambalo hata Farida mwenyewe atashangaa amenasa vipi. Yaani hajategemea kunasa, lakini atajikuta amenasa.
Ni sawasawa na njiwa, ukiwa unamuwinda njiwa. Ukiwa na mahindi, mbona simple sana. Anaweza akakufuata mpaka chumbani. Kwa ndo mchezo ambao nitaufanya. Basi sawa Janeti, inabidi uwe makini sana. Alafu pia nina mpango. Mpango? Ulikuwa na mpango gani? Ndiyo, ni kuhusu Kichinjile. Inabidi tumtafute Kichinjile tuongee naye. Sofia, huyo Kichinjile ana faida gani kwenye plani zetu? Na kwa nini tuanze kumtafuta huyo jamaa? Anatusaidia nini? Wewe usijali. Tutakapokutana na Kichinjile tutajua tunaongea naye nini. Ila tu unachotakiwa kujua ni anapokaa. Kwa karibu na Farida ili uweze kupajua nyumbani kwao na sisi tumpate Kichinjile kwa urahisi. Unamaanisha nini? Bado sijakuelewa kabisa yani. Na ana msaada gani kwenye plani zetu? Wewe Janeti, acha mapepe. Tutakapokutana na Kichinjile tutamuuliza maswali. Kwa hiyo kwenye maswali tutakayomuuliza na atakachotujibu, sisi tutajua tuanzie wapi. Sofia, unajua kuwa bado sijakuelewa kabisa. Halafu unajua fika kabisa kuwa mimi sina mawasiliano yoyote na yule jamaa. Na wala si kuhusu kuongea, si tushawahi kuelewana, hatujawahi kuelewana kivyo vyote vile. Na sijui hata anaishi wapi. Wewe unafikiri mimi naanzia wapi kumtafuta? Kisa limetanda baba, wenda ndo vipimo, wenda ndo mafunzo, wenda ndo masomo ya kupambana. Najua linazama baba, basi nyosha fimbo, wasikie kishindo, wapunguze mwendo wakunianda. Wala kuna fadhali juzi wala jana, kwangu kuna fadhali bora wengine jamaa. Maana binadamu wanaiana, wananiwinda usiku mchana, peke yangu siwezi baba, nihurumie, sina chingine baba. Wewe ulisema iwe njia ikafunguliwa, pengine baba, kabla ya kwangu sije